Wataalamu wanasema al-insanu yaishu bil-mi'yari wala yaishu bitakrari. Mwanadamu aliye kamili kawaida yake huwa anaishi kwa vipimo na wala kamwe aishi kwa kukariri. Mwanadamu aliye kamili anaishi kwa vipimo na wala aishi kwa kukariri. Ili aishi kwa vipimo lazima atengenezwe katika mazingira hayo, vinginevyo atakuwa anakariri tu. Yoyote atakayemsikia amesema lolote anakopi tayari na yeye anasambaza. Kama tunavyoona mitandaoni kulivyochafuka, kila mmoja anatafuta lake la kusambaza huko. Sasa inawezekana kuna wengine wanayachukua mambo na kuyasambaza na kuyashadidia wakati hawana vipimo, badala yake wanakariri, na wengine wanajikuta wanaingia katika matatizo. Al-insanu yaishu bil-mi'yari wala yaishu bitakrari. Kwa hali hiyo, kwa sababu watu wako sampuli nne, kuna mtu anaitwa al-aqilu, na kuna mtu anaitwa al-muta'attilu, na kuna mtu anaitwa al-ahmaku, na kuna mtu anaitwa al-mutahamiku. Kwa misamiati hii minne kuna kitu tujifunze. Baada ya hayo nimkaribishe mgeni rasmi, yeye ndo ana nafasi ya kusema analoliona linafaa kusema. Mwanadamu sampuli ya kwanza anaitwa al-aqil, ni yule ambaye tayari yeye yuko timamu, ana akili sawasawa. Mwenye akili sawasawa basi yeye huwa hana matatizo ya aina yoyote, anaishi na watu kwa namna njema, ni mtu wa amani, ni mtu wa kheri, ni mtu mkarimu. Huyu ni mwenye akili zilizo sawasawa. Kinachomsukuma awe na maisha ya design hiyo, wala hana magomvi na watu kwa sababu ana akili sawasawa. Lakini mtu wa pili, kuna mtu anaitwa al-muta'aqqilu. Kuna mtu inawezekana ikawa chenga, yeye mwenyewe ni chenga, lakini kwa sababu anaishi na watu wenye akili, ana kanuni ya kukopi maisha ya wenye akili, na yeye anafanya kuwa ni sehemu ya maisha yake, ijapokuwa uhalisia wake yeye mwenyewe yeye ni chenga. Sasa huyu muta'attilu. Sasa mazingira ya wanafunzi hawa wapo katika nafasi ya muta'attilu, kwa maana yeye mwenyewe hana chochote, lakini kuna vitu wanapandikizwa. Wakikaa na watu wanaojitambua, wakapandikizwa yale mambo mazuri, tunataraji baadaye atoke katika daraja hii arudi pale juu awe al-aqilu, mwanadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anaishi kwa vipimo na wala kamwe aishi kwa kukariri tu. Lakini watatu wanaitwa al-ahmaku. Kuna mtu yeye bwege, kumbavu, mpuuzi, ajielewi, ajitambui, na huyu yeye maana yake ya kila mahala atakapoishi lazima agombane na watu. Yaani popote atakapoishi basi watu wa hapo wote wabaya wake, hakuna mtu anayeelewana naye. Maana yake huyu aishi katika maisha yale ya mtu mwenye akili ya sawasawa, kwa sababu hana vipimo, badala yake anakariri. Kaletewa maneno ya umbea, anayachukua, anatoka na panga, anakwenda kugombana na mtu. Vipi wanao? Si unaishi kwa vipimo wewe? Ishi kwa vipimo, pima ili ulolitewa. Ndio maana Mungu anasema inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lazima uwe na vipimo. Ukiletewa taarifa, pima, kisha baadaye ndio unaingia kwenye maamuzi yaliyo sahihi. Lakini ukichukua maneno ya kukaririshwa na wewe ukakariri, utagombana na watu, na kila mahala utakapoishi unaona watu wabaya tu, unahamia pale ushagombana na mtu, unahamia sehemu nyingine, labda utapata unafuu kule, unaona kuna moto mkali zaidi kuliko ulikotokea. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa hayaeleweki. Huyu anaitwa al-ahmaku. Mimi naamini maisha haya ndio tunajaribu kupambana nayo, tusiwapate watu wenye design ya maisha ya kama ya huyu mtu anaitwa al-ahmaku, mpuuzi, ajitambui, ajielewi. Tunataka hawa watoto wajielewe ili waweze kuwa na malezi ya kuwalea wazazi wao, waweze kuishi na watu vizuri katika jamii zao. Mtu wa mwisho anaitwa al-mutahamiku. Kuna mtu yeye maisha yake yalivyo, inawezekana yeye mwenyewe anajitambua, lakini muda mwingi anayoyakopi, anakwenda kukopi yale ya watu wapuuzi, na yeye anayafanya kuwa ni sehemu ya maisha yake, kwa sababu wale watu walezi wake ambao kajikabidhisha kimalezi, yeye kawachagua watu wa hovyo ndo wanayomlea. Matokeo yake anabadilika ile akili yake iliyokuwa sawasawa, na yeye anakuwa mpuuzi kama yule mtu ambaye yeye anakopi maisha.
amemfanya role model, mtu ambaye hafai kuigwa. Na ndio maana katika maisha haya, ili tuishi kwa usalama na amani, lazima tuwatazame wenye akili, ili tuwe tuna kopi ya yale ya wenye akili, yawe ni sehemu ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kututhibitishia hilo alituambia, tazama wa kumkopi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mtazameni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kiigizo chenu. Alikuwa anaishi vipi na jamii? Yeye alikuwa anahamasisha watu wagombane, anahamasisha watu wavunje amani yao, au alikuwa yeye ndio mdau wa kulinda na kutunza amani ya mazingira yao?